Katika michezo mitatu ya mwanzo ya Ligi Kuu Tanzania Bara msimu wa 2026-27, Simba Sports Club imekumbana na kadi nyekundu katika kila mchezo, lakini jambo la kuvutia ni kwamba imeshinda yote na kufikisha alama 9. Simba ilianza kampeni zake kwa ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Kagera Sugar katika uwanja wa Kaitaba Bukoba Agosti 16, 2026. Ismail Tori alifunga bao la kwanza dakika ya 45 kabla ya Elie Mpanzu kuongeza la pili dakika ya 69. Hata hivyo, dakika ya 55 beki David Kameta Duchu alionyeshwa kadi nyekundu ya moja kwa moja baada ya kumchezea madhambi David Luhende. Licha ya kucheza pungufu, Simba ilifanikiwa kulinda ushindi wake. Katika mchezo wa pili uliochezwa Agosti 19, Simba ilishinda bao 2-1 dhidi ya Pamba Jiji katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Clatous Chota Chama aliipa Simba bao la kwanza dakika ya 18 kabla ya Anicet Tura kuongeza la pili dakika ya 30. Pamba Jiji ilipata bao la kufutia machozi kupitia Idris Diomande kwa mkwaju wa penalty. Dakika ya 44 Simba ilibaki na wachezaji 10 baada ya Ibrahim Jabbar kuonyeshwa kadi nyekundu ya moja kwa moja kufuatia tukio la kumgonga mpinzani wake kwa kiwiko pamoja na kucheza pungufu. Simba ilifanikiwa ushindi wa bao 2-1. Katika mchezo wa tatu, Simba iliendeleza ushindi wake baada ya kuifunga Singida Black Stars bao 2-1 katika mchezo uliochezwa Agosti 22, 2026. Clatous Chota Chama aliifungia Simba bao la kwanza dakika ya 12, lakini Singida ikasawazisha kupitia Shehan dakika ya 22. Simba ilipata bao la ushindi dakika ya 62 kupitia Rushain Dairuki kwa mkwaju wa penalti. Dakika ya 85 beki wa Simba Anthony Mligo alionyeshwa kadi nyekundu kufuatia rafu mbaya, na hivyo Simba kumaliza mchezo ikiwa na wachezaji 10. Pamoja na hilo, ilifanikiwa kushikilia ushindi wa bao 2-1 na kufikisha alama 9 katika michezo mitatu. Kwa hiyo katika michezo hiyo mitatu Simba imefunga mabao 9 na kufungwa mabao 2, huku wachezaji wake watatu David Kameta Duchu, Ibrahim Jabbar na Anthony Mligo wakipewa kadi nyekundu.